Yes, Lord. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Yes, the world will bow down. Every man will bow down. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, we just wanna. Yes, Lord. King of
asubuhi ya leo tunanyenyekea mbele yako. Tunaomba ewe Mungu, tamalaki, tamalaki. Tumehitaji uwepo wako, tumehitaji nguvu zako, tumehitaji utukufu wako juu ya maisha yetu. Ewe Bwana ukajidhihirishe, ewe Bwana ukaonekane, ewe Bwana ukatende. Hakuna kama wewe, hakuna wa kulinganisha na wewe, hakuna anayefanana na wewe. Pokea sifa zetu, pokea ibada yetu, pokea dhabihu zetu ewe Mungu, pokea sadaka zetu ewe Bwana. Asante Mungu wa milele, ukasifiwe na ukatukuzwe. Katika jina lako takatifu tunaomba na kuamini. Amen. Makofi. Hallelujah. 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 Amen. Tafadhali tunaweza kuketi. Worshipers, thank you. May the Lord bless you. I want to share with us a message that I believe Pastor Njage preached here the other time, and then Brother Oliver, and they had a theme that I want to carry on, which I think is very important to us. But I want us to pray, and then after prayer, watu wa media tutasoma Leviticus 18:1-5 when we begin, and then later on we are going to read Leviticus 20:22-27. And the title of our message is The Essence of Holiness. The Essence of Holiness. Kwa Kiswahili nimeita kiini ya utakatifu. Kiswahili inakuwa ngumu, lakini cha ama kiini ya. Sijui Waswahili wale wako hapa ni akina nani, lakini kiini cha utakatifu. So watu wa media, please prepare yourself. Let's pray. Tunakupa sifa Mungu wetu, asante. Asante kwa kuwa nasi, asante kwa wema wako. Neno lako linapotoka ewe Mungu, lifanye kazi kama ulivyokusudia, ipate nafasi katika mioyo ya watu, itusaidie katika siku ya leo na katika siku zetu zijazo. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. So twende Leviticus ama kitabu cha Walawi, mlango wa from verse 18. From verse 1, this is what it says. The Lord said to Moses, verse 2, speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. Verse 3, you must not do as they do in Egypt. You must not do as they do in Egypt, where you used to live. And you must not do as they do in the land of Canaan, where I am bringing you. Do not follow their practices. Verse 4. You must obey my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. In verse 5. Keep my decrees and laws, for the man who obeys them will live by them. I am the Lord. Let's go to chapter 20. Chapter 20. Chapter 20 verse 22. Keep all my decrees and laws and follow them, so that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. Verse 23, you must not live according to the customs of the nations I am going to drive out before you.
Because they did all these things, I abhorred them, which means I hated them. Verse 24. But I say to you, you will possess their land. I will give it to you as an inheritance, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God who has set you apart from the nations. And verse 25. You must therefore make a distinction between clean and unclean animals, between unclean and clean birds. Do not defile yourself by any animal or bird, or anything that moves along the ground. Those which I have set apart as unclean for you. Verse 26. You are to be holy to me, because I, the Lord, I am holy, and I have set you apart from the nations to be my own. Verse 27. A man or a woman who is a medium or spiritist among you must be put to death. You are to stone them. Their blood will be on their own heads. Praise the Lord. Very tough language. Amen. We are talking about the essence of holiness. Kiini ya utakatifu. The word holiness comes from the word holy, which the dictionary defines as a state of being set apart or separated. Unapozungumzia neno utakatifu, linatoka kwa lile neno linaitwa takatifu. Na kiini hasa ya hiyo neno takatifu ni kuseparate, kutenga, kuweka kando, kufanya iwe tofauti na zingine, kuifanya iwe special. To separate. It is being apart, being set apart from whatever defiles, that which is unclean, and whatever is sinful, in order to be used by God. Unakuwa separated, unatengwa. Unatengwa na kitu chochote kinacho najisi. And I want to tell you, there are many things that defile. Our world is full of defiling things, especially now in the year of technology, the time of technology. A lot of defiling things. Those defiling things are in our mobile phones. Those defiling things are in our televisions. Those defiling things are all over, left, right, center, kila mahali. We have things that are defiling, and God wants to set us apart from those defiling things, unclean things. Vitu vichafu. Kuna vitu vichafu ambazo watu wanataka kuzoea, na katika hali ya kuzoea wanataka kusema si chafu na si mbaya, lakini haiwezi kubalika mbele ya Mungu. Kama kitu ni kichafu na ni kichafu, na Mungu hawezi kuiruhusu na ikubali. So Mungu anatutenga, anatuweka kando ili tuondokane na vitu vichafu, vitu vyenye dhambi. A rebellion against God, going contrary to God's commandment. He is setting apart from all those things, defiling, unclean, sinful. And the reason why he's doing that is so that we may be used by him, so that we may be his vessels. Praise the Lord. Do you know what Hebrews chapter 12 verse 14 says? Watu wa media sijui kama mtaruka hapo haraka. Hebrews 12:14 makes a statement which has several points, but one of them is about holiness. It says, make every effort to live in peace with all men
and to be holy. You make effort not only to be in peace with all men, but you must make effort to be holy. And then it says, without holiness, no one will see who? No one will see the Lord. Without that separation, without that being set apart, without that holiness. Of course, I know people have talked a lot about grace. Siku hizi kumekuwa na a lot about the grace too, the grace too, the grace too. Sasa hata kama ni grace too, what do we do with this type of statement from the Bible, which actually tells you make effort? Because we are being told you don't even need to make effort. Hata hakuna effort unastahili kufanya, utafanyiwa. Utafanyiwa. You know, when we read the Bible, we should read the Bible and take into account statements za Bible. Usijaribu tuwe kushika line moja unakimbia naye na unasahau kuna mengine yametajwa. Mpaka ushike zote. Now in this particular one it says, make effort to live in peace with all men, and to do what? And to be holy. Na hiyo ya holiness imekuwa underlined kwa sababu inasema, without holiness no one will see the Lord. Without holiness no one will see the Lord. But I am anointed. Sawa, you are anointed. But without holiness no one will see the Lord. But I'm born again. Sawa, you are born again. But without holiness no one will see. Ama wapendwa tufute hiyo tutoe kwa Bible. Na tuseme tu twende tuna, we are being driven by grace. And there is nothing we are expected to do. No, it can't go that way. Praise the Lord. Both in the Old Testament and New Testament, God commands his people to be holy as he is holy. Be holy as I am holy. Leviticus 19:1. Leviticus 19:1. Unajua mtu anaweza kusema Pastor Guy anasema mambo yake. Leviticus 19:1. The Lord said to Moses, you know, is it one? Sijui kama nimemiss hiyo. Can we go to the second one? Speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy, because I, the Lord your God, I am holy. Be holy, because I, the Lord your God, I am. In fact, the whole essence, kiini cha Mungu kuwaita watu wake, kuwaita Waisraeli, kuwaita Wakristo, kuwaita watu wake wa kila whatever generation they are. Kiini ya hiyo mwito ni kwamba wawe watakatifu jinsi yeye alivyo mtakatifu. First Peter chapter 1 verse 15. Unajua wanasema tumesoma Old Testament. We can even read it in the New Testament. Watu wa ubao. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. Kama vile yule alikuita ni mtakatifu, wewe uwe mtakatifu katika yote unayofanya. So, it is not Old Testament only. It is Old Testament, it is New Testament, it is all ages, it is all the time. Yule alikuita ni mtakatifu mpaka uwe mtakatifu. Amen. Madhani ya Gosho. I've been reading the book of Leviticus. In fact, I started reading Exodus. Nikamaliza. Hizo vitabu 5 zinaitwa Pentateuch. Kwa wale ambaye wanasoma. Out of those books, which is Genesis, Exodus,
Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. There are 5. But I want you to note that the one that is in the middle, ile iko katikati ya hizi vitabu 5 ni gani? Leviticus. Because issues about holiness and issues about worship of God, and the main target why God called these people is right at the center in that book that is called Leviticus. Amen. I know it is not an easy book to read, because when you read it, it almost looks like it is monotonous. Unasoma mambo ya offerings, masadaka, burnt. You know, there is sin offering, there is burnt offering, there is fellowship offering, and there are quite a number of offerings there. And in those offerings, there is burning, but the burning is not the same. What you do with the peace offering or fellowship offering is not what you do with the sin offering. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Sometimes hata kama unaona kama ni boring, hebu turudi tu usome, kwa sababu wakati utasoma kuna vitu utapata hapo, vitu za maana sana. Vitu za maana sana. So this central book, the book of Leviticus, it really talks about mambo ya vile Mungu atabudiwa na vile Mungu atatumikiwa. Bwana sifiwe. Now it is stressing that element of holiness. And when I reached Leviticus chapter 18, 19 and 20, hapo kuna mambo ambaye iko very pertinent to our time. Ni mambo ambaye inahusiana na wakati wetu na inahusiana na nyakati zote, na ni mambo ambaye watu wanastahili kuzingatia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. I want to say that God's call to holiness is essentially for his people to be different from godless communities and godless cultures. Hiyo mwito ya Mungu ya utakatifu, kiini chake ni kwamba watu wake wawe tofauti na watu ambaye wanaishi maisha ambaye Mungu hatambuliki. Godless communities, godless cultures. And let me tell you, although people may be bringing God in there, kuna vitu watu wanavuruta Mungu anaweka hapo, lakini Mungu hayuko. Hiyo ni mambo yenu. One way or another, people will always say God. But which God is it? Is it the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Is it the God who is calling people to holiness? Or which God is it? Now of course, wakati kama huu huku kwetu Kenya, watu wanataka kurudi kwa tradition. They are trying to tell us that the God of Kirinyaga is equal to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ni kweli? Is it true? How Mungu wawili ni mmoja? Hata watu wa Western walio wakiinuka na wainuke na yao na wapeane jina yake, itakuwa ni huyo Mungu kweli? So my brothers and sisters, we must be very careful. It is not everywhere that God is being mentioned is ni huyo Mungu ambaye unajua. Those guys could be talking another God ambaye hata wewe ujui habari zake. So you must be very careful. You must be very careful. Because when God calls us to holiness, the essence of that calling is that we may be different from those godless communities and godless cultures. Tuwe tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huwa najiambia ya kwamba kanisani people need to be taught. People need to be taught. The young people need to be taught.
Wakati unataka kufanya harusi na wewe umeenda kutafuta MC wakuja kuongoza mambo yako ya harusi, huyo MC ni MC wa aina gani? Ameokoka ama hajaokoka? Pale kwa harusi, hata wakati mnaimba mugithi, pale kwa harusi mnapoimba mugithi, munavuka mipaka ama muvuki? Najua hii mambo mpaka tuseme hapa kwa madhabahu, kwa sababu kama tuseme kwa madhabahu watu wataendelea. Wewe unataka harusi yako iwe kama ya mtu mwingine, ati walikuwa wakifanya, niliona wakifanya. Wanafanya nini? Kile wanafanya is God in there. Usifikirie ati kwa sababu mumeingiza Mungu hapa na pale ati sasa the whole thing is good. At least Mungu alikuwa ndani, lakini mliweka zingine pia ambaye Mungu hayuko ndani. Lazima ndugu zangu na dada zangu kuwe na tofauti kati ya watu wanaoamini na watu ambaye hawaamini. There must be a difference, because this is the essence of holiness. Sasa vijana sijui kama wako hapa ama walienda nyumbani, lakini pastor wao wako hapa. Wewe pastor wa vijana, ambia mtu akifanya harusi hatukatai kuwe na MC, lakini MC awe ameokoka vizuri. Na DJ, kwanza DJ aokoke zaidi. DJ aokoke zaidi. Ndio kabla hajaweka kitu, kabla hajaweka music, ajiulize ni music gani anaweka. Praise the Lord. Unasema pastor amekuwa rafu. Kuna wengine wenyu watu wasipokuwa rafu mtaendelea vile muko. So the only way that you can change is there must be roughness. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ile inafanywa katika harusi inastahili kumtukuza Mungu. Na kila kitu inayofanywa kwa mambo yetu inastahili kumtukuza Mungu. Na tusichanganye. Let us not mix. Let us not mix. Uliza jirani, umesikia? Umesikia? Umesikia ama hujasikia? Umesikia ama hujasikia? Kama unasikia, sikia vizuri na uweke kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. The essence of holiness is separatedness. Watu kutengwa. Na hii kutengwa is specifically being separated from godless community and godless culture. Hapo ndio kwa sababu zile mistari za kwanza tumesema Mungu anaambia Waisraeli, zile vitu mliona wa Misri wakifanya huko, msifanye. Kule mlitoka. Na hata Kanaan mahali mnaenda, watu wako na mambo yao na culture yao, msifanye. So they were being told, you must be different. You must be different from the Egyptians, and you must be different from the Canaanites. We must, brothers and sisters, we must be different from the Egyptians, and we must be different from the Canaanites. Praise the Lord. Because that is the essence of holiness. God is calling us and is separating us from those people. Praise the Lord. The Israelites were not to practice the lifestyle of the Egyptians or the Canaanites. The book of James chapter 4 verse 4. The book of James chapter 4 verse 4. This is the apostle speaking, Apostle James. You adulterous people. Imagine, anaita watu adulterous. Don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.
Tafakari hiyo, tafakari hiyo. You adulterous people. Why do you call them adulterous people? Wanajichanganya, wanaenda kule ambaye hawastahili kwenda, wanafanya mambo ambayo hawastahili kufanya, wana compromise imani yao. Ndio kwa sababu huyu mtume anasema you adulterous people. Hamjui kwani friendship with the world is hatred towards God. And anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Don't do it because they are doing. Do it because you want the name of God to be glorified. Amen. Usifanye kwa sababu wanafanya. Kwa sababu ulimwengu watu wanafanya kila kitu. Wanafanya mambo in whatever way. Sasa wewe ukisema unataka kufuata hiyo mtindo na ufuatane na wao, hapo ndipo sasa Biblia inasema wewe umekuwa rafiki ya ulimwengu. Umekuwa rafiki ya ulimwengu. Praise the Lord. Praise the Lord. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of the eyes, the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but it comes from the world. 17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God is going to live forever. Praise the Lord. Unajua tuko na kazi. Si kazi kidogo, ni ngumu. Kwa sababu zile fashion zote zinatokezea tunataka kufuata. Nilikuwa naonyesha my son picha, ilikuwa kwa Facebook ya mhubiri. Ako kwa church na amevaa hizo matroza ambaye kuna kamepasuliwa ha? Na kakapasuliwa. So I was there asking myself, hey, si tumeenda sana wapendwa. Kama wewe ni mhubiri, hata kama hiyo ni fashion, lakini unajua kuna fashion zingine wapendwa ambazo jameni tuachane nazo. Tusifuatane nazo ati kwa sababu watu wanafuata. Unaona tu mama mzima amejivalia hiyo, na hata yeye amesema mpaka niwe kama wengine. Na trouser yake iko na kashimo ha? Na kengine kako ha? Mpaka unashinda tunaenda wapi? Where are we going? But again, my brothers and sisters, should we really take that to the church? Ati unasema ni fashion. Ati hivyo ndivyo siku hizi watu wanavaa. Ati hakuna shida. Sasa hapo ndipo utakatifu inakuwa very important. Because we don't have to be like them. We don't have to follow them. We don't have to do what they are doing. And we don't have to wear the way they are wearing. Hii mahubiri leo ni ngumu. We don't have to wear the way they are wearing. Bwana Yesu asifiwe. So please, hata unapovaa be decent. Vaa kitu decent. Hapana vaa tu watu wanavaa. Kuna kitu ukivaa tu inaonekana this is indecent. You have put on something but it is indecent. I know you will tell me your cloth your choice. You will tell me your cloth your choice. Si ndio utaniambia?
Ati I'm not supposed to interfere. I'm not interfering. I'm just telling you the word of God. And the word of God says holiness is so important. And the essence of holiness is separation. Unatengwa, unakuwa tofauti na wengine. Watafanya lakini wewe ufanyi. Wataenda lakini wewe uendi. Kwa sababu wewe umetengwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na issue ngojea tu ibada ishe. Bwana asifiwe. And you know, as I was reading those chapters, Leviticus chapter 18. Now wacha nikwambie, 18, the whole of Leviticus chapter 18 is all about prohibiting people's sexual lifestyle. Sexual lifestyle. Where God is telling them, you can't do this, and you can't do this, and you can't do that, and you can't do that. And then God is saying, that is the way the Egyptians were doing. And that is the way the Canaanites were doing. Jamaa hawakuwa na mpaka. Hawakuwa na mpaka. They could sleep with anyone and anything. Ukisoma tu hiyo chapter, wewe enda utasoma, because we can't go look at that chapter 18, but just go at it and you start seeing where God is saying you should not do this. There should be a boundary. There should be a boundary. There should be a boundary. Right now we are in a world where like hakuna boundary. Celeb akona mtoto na huyu, na akona mtoto na yule, na akona mtoto na yule, na akona mtoto na yule, na ni kama hakuna shida. So that is where we are saying it is my baby father and it is my baby mama. But you know the Bible calls that adultery. Kulingana na Bible hiyo ni adultery. It is adultery. How watu ni adulterers? Go and tell those celebs. They are adulterers. Wanasema we are going to take care of the children. Nonsense. They are adulterers. You can't say you are taking care of mtoto na yule mke, na mtoto na yule mke mwingine, na mtoto na yule mke mwingine. Na ati kwa sababu we ni celeb, ni kama uko na ruhusa ya kufanya hiyo. Hauna ruhusa mbele ya Mungu. Wewe ni mzinifu. You are an adulterer. And those women are also adulterers. Ikiwa unajua huyu ni mke, huyu mtu ako na mke, huyu mtu mke wake ni huyu, wewe unaenda kufanya nini na yeye? Unafuata yeye ya nini? Unatafuta pesa? Unatafuta umashuhuri? Unatafuta nini? Ukienda kutafuta mke wa mume wa mtu, wewe ni adulterers pia. You know, there are those who tell themselves, because we are so beautiful, we are so beautiful. Wao wanaona wako beautiful, so they have freedom ya kwamba wanaweza kuentice huyu mtu na waentice yule mtu mwingine na waentice mtu mwingine, na kwao hakuna shida. Kulingana na ulimwengu labda hakuna shida. Kulingana na Mungu kuna shida kubwa. Kuna maselebu wachunge kwa sababu yenda wakatumika kuhakisha moto ya Jahannam. Maselebu wachunge yenda watatumika kuhakisha moto ya Jahannam. Those are what English do I use? Wamekuwa Jahannam properties. Those are Jahannam property. Ukiwa wewe wanawake wote ni wako, wewe ni property ya Jahannam.
Unastahili kwenda kule katikati, hata si huku. Uingize kule ndani mahali ya moto ambaye moto ni kali zaidi. And you know, we are now in a world ambaye inakaa kama hata hakuna shida. Hakuna shida. Na of course hizo vitu ndio unapata sasa ndio imejaa katika Facebook, imejaa. Unaambiwa vile huyu akona huyu na akona yule na ameachana na huyu na amechukua mwingine na kwa hivi, and that is the story that is there. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu waliambiwa kwa sababu mpaka muwe watakatifu mtafanya hivi na mtafanya hivi. And you know, I have quite a list of those things which I cannot exhaust today. I can't exhaust because my time is over. But maybe I mentioned 2 or 3. Then we bring it to a stop. And maybe we go on wakati mwingine nafasi kipatikana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuanze na Leviticus chapter 19 verse 4. Tuanze na Leviticus chapter 19 verse 4. This is point number 1. What they are being told. Point number 1. Unaona hiyo point number 1? Do not turn to idols or make gods of cast metal for yourself. I am the Lord your God. I've just picked that as a representation, because what this represents is they were told not to worship any other god and not to be involved with any other god, and that's just part of it. Musiabudu masanamu, musiabudu miungu mengine. In fact, in the 10 commandments, musiabudu miungu mengine. Mimi ndimi Rabi Mungu wako, usiabudu mungu mwingine. Hii kwanza iko top on the list. It is top on the list katika hizi vitu. Katika vitu ambaye Mungu anasema watu wasifanye, top of the list ni kwamba watu wasiabudu miungu wengine. Bwana Yesu asifiwe. But as we talk here, we can't say people are not worshiping other gods. That's why I asked you, is the God of Kirinyaga the God that is he the God of the Bible? He is not. So don't make us to worship the God of Kirinyaga. Wale wanataka kuabudu Mungu wa Kirinyaga waendelee. Sijui kama wako na Bible yao. Wako na Bible yao. Wale wanataka kuabudu Umweri waendelee, wako na Bible. Wale wanataka kuabudu, and I'm so amazed ya kwamba sasa tunaanza kusikia watu wakizungumza juu ya elders wa hii na elders wa ile, na watu wanatoa maombi kama sasa. Wakati huo mwingine kulikuwa naye ile Kisumu, kuna mtu aliomba hapo. And even as I listened to him, I was wondering, huyu naye anabudu Mungu gani? He's praying there, but we are wondering, which God is he praying? Anaomba kwa Mungu yupi? So, that's why this is top in the list. It is top in the list. You could be worshiping Mungu mwingine ambaye si yule tunajua. Bwana Yesu asifiwe. Go to chapter 20 verse 1 to 5. Leviticus. The Lord said to Moses, yes, say to the Israelites, any Israelite or any alien living in Israel who gives any of his children to Molech must be put to death.
The people of the community are to stone him. Verse 3. I will set my face against that man. I will cut him off from his people. For by giving his children to Molech, he has defiled my sanctuary and profaned my holy name. Verse 4. If the people of the community close their eyes when that man gives one of his children to Molech, and they fail to put him to death, verse 5, I'll set my face against that man and his family, and will cut off from their people both him and all who follow him in prostituting themselves to Molech. Amen. Molech alikuwa mungu wa kigeni, mungu ambaye alikuwa na demand. Yeye katika kumwabudu kulikuwa na demand, watoto wauawe, watolewe kama dhabihu. Na Mungu anasema hiyo kitu haitakikane kusikika. If you are offering your children to Molech, it is prohibited. Amen. But of course now we are in a world where people, we are being told, and it is not just being told, it is true that we have people who declare themselves to be Satanists. Just the way people also declare themselves they don't believe in God. At Kenya sasa kuna society of atheists. Hata kama secretary aliokoka, wakati secretary aliokoka wakapata secretary mwingine ambaye alikuwa lady, and that shocked me because women have faith. So I wondered, huyu ni mwanamke wa aina gani ambaye hana imani? Ameamua yeye ndiye atakuwa katibu ya watu yeye ni katibu ya watu ambaye hawaamini kama Mungu yuko. I think men can play those type of games, but women really, si wamama wanakuwa na imani zaidi jamani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika hiyo dini ya kuabudu shetani, you are not only giving animals, but you are giving people. Ametoa, nasikia wanasema ametoa mama yake, ametoa ndugu yake, ametoa mtoto wake, ametoa sijui nini wake. And this is one of the things God is saying, you shall worship me alone. Hamtaabudu wengine. Hamtaabudu wale ambao wanasema mtoe kafara watoto wenu, na mtoe kafara watu wa jamii yenu. And you know the language that we have read there is so strong. I will set my face against him. If the community does not act by stoning that man to death, I the Lord am going to set my face against him. I'll set my face against that man and his family, and I'll cut him off from the people, both him and those who follow him. Why? They are prostituting themselves to Molech. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nimalize na moja, because I'm time bad. I'm time bad already. Let's go to hiyo chapter 20 verse 10. Leviticus. Bado tuko Leviticus. Leviticus chapter 20 verse 10. Hii hapa sasa, in fact ukisoma hiyo utapata this is talked about. Hii dhambi ya uzinifu ndio imezungumziwa zaidi. Almost the whole of Leviticus 18. And then when you come to 20 verse 10, ukiteremka ndio maneno. Na inaanza kwa kusema, if a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress must be put to death. Unasikia hiyo maneno?
wewe umeingia kwa mke wa mtu, kwa wake za wengine, wewe ni adulterer, na huyo mmefanya naye ni adulteress, na kulingana na Agano la Kale, kama ulikuwa katika kundi la watu wa Mungu, ulihitaji kuuawa. Na msifikirie kwa sababu tuko kwa Agano Jipya ati imeruhusiwa. Haijaruhusiwa. Bado ni chukizo mbele ya nani? Verse 11. Verse 11. If a man sleeps with his father's wife. Wacha sasa umeenda kwa mwingine. Sasa hata hii, labda baba yako alikuwa na wake wawili, moja si mama yako, but you have slept with your father's wife. You have dishonored your father. Both you and the woman must be put to death, and your blood will be on your head. Na hizi ndizo vitu Mungu anasema Wamisri walikuwa wakifanya na Wakanaan walikuwa wakifanya. Verse 12. If a man sleeps with his daughter-in-law, imagine, a man sleeps with his daughter-in-law. Both of them must be put to death. What they have done is perversion. Their blood will be on their heads. Imagine. Hiyo si ni kuvuka mpaka sana. Namona mmenyamaza wapendwa. Verse 13. Verse 13. If a man lies with a man, as one lies with a woman, both of them have done what is detestable. They must be put to death. Their blood will be on their heads. But right now tunaambiwa, in fact tunaambiwa hiyo ni sexual orientation. Wewe wanawake hawakuvutii, wale wanakuvutia ni wanaume. Sasa hiyo ni sexual orientation. Mpaka unasikia watu wanakuja wanadeclare I am gay and I'm happy about it. Yeye ni gay na ako sawa na hiyo, hatishwi na hana shida na hiyo, na ako sawa. But here it is saying, if a man lies with a man the way a man lies with a woman, both those guys are detestable. That is a big problem in the US, a very big problem in Europe. In fact, mpaka hata wahubiri wamefika mahali they don't want to talk about this, because it is being said that is their right. It is their human choice. Wamechagua, ni chaguo lao. Hata wanajaribu kusema hata si chaguo lao, waliumbwa hivyo. God created them so that the only people they feel they can have relationship is a man with a man, a woman with a woman. The Bible inaweka pale sana, inasema hiyo ni detestable. It is not something to hesitate about. Sio kitu ya kusema ati ni kama ujui. Unasema kama ujui nini, na Bible imesema pale ni detestable. Na kwamba watu kama hao, they needed to be killed. Why were they being killed? Hiyo tabia yao haitakikani iendelee. Lakini sasa tuko na vikundi ambazo, kama Kenya there is the gay society, wanataka kusimamia haki yao. Na wanataka kutoka nje na kusema hatuna shida. Siku nyingine kwa TV nimeona sexual workers wakisema even sexual work is work. Yani ukahaba, watu wanatetea ukahaba. Wanasema ukahaba haina shida, ni kazi kama kazi zingine na inaleta pesa. Mwingine anasema nalisha watoto wangu na hii ni kazi, kama vile mtu anatoka kwenda kuuza sukuma. Hii ni kazi.
Na sasa tukikubali mambo kama hayo na tuseme iendelee, and the worst part of it, tukikubali kwa nyumba ya Mungu vitu kama hizo ziendelee, tunatangaza nini? Na sisi ndio tunastahili kusimama kukastigate na kukataa na kusema Mungu hakubali na Biblia haikubali na Biblia inakataa. Bwana Yesu asifiwe. Hii maneno. Na by the way, tumesoma mpaka verse ngapi? You know this thing goes up to verse 21. Tulifika verse gani? 2014. If a man marries both a woman and her mother. Hizi ni vitu zinakaa kama drama, ni kama video. Umeoa mtu na mama yake. Umeoa mtu na mama yake. It is wicked. That is what the Bible says. Both he and they. Yeye na wao. Both he and they must be burnt in the fire, so that no wickedness will be among. Let me tell you, this type of things are happening. Unapata watu ambaye hawana aibu, watu ambaye hawana haya, watu ambaye wastuki, wako na uhusiano na mama, wako na uhusiano na binti, wako na uhusiano na binti, wako na uhusiano na mama. Na sasa dunia ikiachwa iende hivyo, alafu Mungu alete hukumu, munalalamika ya nini? Munalalamika ya nini kama dunia ikiachwa iendelee hivyo na watu wafanye hiyo? Na hiyo ndio sasa Biblia inakuja inasema ya kwamba we must be holy because the one who called us is holy. We must be separated. I am in a fix. The reason why I'm in a fix is how to conclude this message. Let's go to Leviticus 26. Let me finish with that. Leviticus 26. We are jumping a lot of things. You know, 26 beginning from verse 3, it tells you what God will do if we obey his commands and if we resolve that we are going to be holy. But I want to read verse 9. I want to read verse 9 because that is the verse I want to use. If you will stay holy, and being holy, the only way you become holy is by obeying the command and the decrees of the Lord. There is no way you can be holy and yet unavunja sheria ya Mungu. Haiwezekani. You only acquire holiness by obeying the commands and the decrees of the Lord. And in verse 9, the Lord will say like this: if you will do that, if you will live a life of holiness, I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers. I will keep my covenant with you. Verse 10, you will still be eating last year's harvest when you will have moved out to make room for the new. Verse 11, I'll put my dwelling place among you, and I will not hate you. Verse 12, I will walk among you, and I'll be your God, and you will be my people. Praise the Lord. Let me stop there. Let me stop there because I think that is enough. Kuishi katika maisha ya utakatifu iko na outcome yake. Na outcome yake ni kwamba Mungu anasema
Anasema katika hiyo verse 9, I look upon you with favor. Praise the Lord. So that you will be increased and you will be fruitful. And God is going to bring his dwelling to be with you and to walk among you. Amen. So anybody who wants, nowadays people wanataka vitu za haraka. You want to be blessed. Be blessed. Be blessed. Na watu wanaona wakitangaziwa hiyo ni sawa, baraka zitakuja. But I want to tell you, it doesn't go that way. There is no way hiyo blessing unazungumza itakuja kama holiness hakuna. You can't riot and involve yourself in sinful things, ujichafue, ujinajisi, uingie katikati ya dhambi, alafu unasema favor ya Mungu ikufuate. Ikufuate kwa njia gani? Itakufuata vipi? And I also want to say, holiness is possible. Why is it possible? Greater is he that is in us than he that is in the world. So usiseme haiwezekani. Inawezekana. Kwa sababu yule yako ndani yako ni mkuu kuliko yule yako wapi? Duniani. Si ndivyo? Katika kitabu cha Peter inasema we have been given all things that pertain to life and godliness. Hakuna kitu Mungu hajapeana ndio mtu aishi maisha kitakatifu. Amepeana Roho Mtakatifu. Amepeana neno. Amepeana watumishi wake watamke neno lake. Hakuna kitu Mungu hajapeana. So usikuje uanze kusema ya kwamba haiwezekani. Inawezekana. Na kama Mungu anasema tufanye, inaweza fanyika. So wacha kujipatia excuse. Wacha kujipatia excuse. Praise the Lord. Ukienda nyumbani, hata kama utasoma Leviticus yote, fungua 18, 19, 20. Soma hizo. Because next time I'm coming to the pulpit, I'll still talk about that. The essence of holiness. And the essence is to be separated. Separated from godless culture. Godless people. So that we may be used by God. Amen. Let's stand. Worshipers mutakatu kwa sababu ninaona nimepita time. Na saa ya Steve ambaye kwa pale ililala. So tukijaribu kufuata hiyo saa ya Steve tutapotea. Nafikiri Steve ataiamusha by next Sunday. Amen. Amen. I want you to lift your hand, but I'm not the one praying for you. I want you to lift your hand and just talk to God. Ukiona ya kwamba kuna eneo ambaye haiko sawa, ambia Bwana kusamehe. And make a resolution in your heart ya kwamba utatengana na kilicho kiovu chenye kunyajisi na kilicho cha dhambi na utafata kile ambacho Mungu anasema. Can you just open your mouth? Can you open your mouth? And can you just surrender? Oh Lord, you are calling us to be holy because you are saying that you are holy. You are calling us to purity. You are calling us so that we may be the light of the world and the salt of the world. You are calling us to be a different community and a different people. You are calling us to be your witnesses, oh God. And you are telling us, don't do the way the Egyptians are doing, or the way the Egyptians were doing. And you are telling us, don't do the way the Canaanites are doing, because their actions went beyond the boundary. And you want us to keep holiness and to be people who obey your word and who obey your command. And you are telling us that if we obey your word, if you obey your command,
You are saying that you are going to grant us favor. Your favor will be with us. You will bring your dwelling among us. You are going to walk with us. You are going to make us fruitful. You are going to make us increase. You are going to do great things in our personal life and in the life of our families and in whatever we are doing. And you are going to bless the work of our hand. And you are going to stand with us. And you are going to protect us. And you are going to guide us. And you are going to provide for us. If we maintain a life of holiness by obeying your word and by obeying your decrees, have mercy on us, Lord. Have mercy on us. Thank you for what you have made available. Thank you that you are living in our heart. Thank you that you are greater than the one who is in the world. And thank you that you have given us all means by which we can live a holy life. Oh Lord, we thank you. We thank you and we give you glory and we submit to you and we glorify your name. And we say, blessed be your name. Father, as your people stand here today, you know them and you know their needs. And you know the decision they made in their heart. I am asking you, Lord, I'm asking you to intervene in their affairs. I'm asking you to stand and to help them. I'm asking you to meet their needs for those whose sacrifices and offerings have been acceptable to you. We give you glory, Lord. We thank you. We ask this in your mighty name. Amen. Let's give the Lord a hand of applause. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord.